idadi ya talaka nchini Tanzania zilizorekodiwa na wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA iliongezeka kutoka 397 mwaka wa 2018 hadi 523 mwaka wa 2021, kabla ya kushuka hadi 345 mwaka wa 2022. Cha kushangaza ni kwamba zaidi ya 50% ya kesi za talaka zilizofunguliwa mwaka 2021 zilianzishwa na wanawake, hasa wale wenye umri wa kati ya miaka 25 hadi 54. Mwisho wa kunukuu. Mpo? Hiyo tumeongea Tanzania, hatujagusa mataifa mengine. Kuna kitu kinaendelea ambacho inabidi tukiangalie kwa jicho lingine, na hapo tumeangalia hiyo takwimu inaongelea zilizorekodiwa. Kuna ambao wanaachana kimya kimya, wanaambizana tu, chukua 50 zako na 150 zangu, habari imeisha. Hapo hujaingia kuna watu ambao wana talaka ambazo ziko ndani ya nyumba. Mchungaji, sijakuelewa, na mimi nakusogelea karibu. Yaani ni talaka ambazo hakuna anayejua, ila wanaishi vyumba tofauti. Wakitoka hapo ni nyimbo za Kristo wa neema yote. Wakiingia tu kwenye ile nyumba wanakuambia ligi ianze, kila mmoja kwake. Sasa wakati mwingine unaweza ukaona kama Pastor Mbaga anaongea so radical, lakini utanisamehe. Mimi mgogoro wangu mkubwa kwenye talaka haupo sana kwa wanaopeana talaka. Sioni shida sana. Usinione hivi ukanukuu vibaya. Mimi sioni shida sana, kwa sababu hata Musa aliruhusu kwa sababu ya ugumu wa nini? Wa mioyo. Mimi shida yangu ipo kwa watoto. Hawa hawana makosa. Mlikutana wenyewe huko, mlivyokutana huko mkatumia mbinu zote za kushawishiana, za kuelezana, mkaelewana. Uongo mwingi ukatumika ambao huwa tunasahau kuhutubia. Ukaingia kwenye 12, ukaja ukaleta watoto. Hawa watoto wanaumizwa kwa migogoro wasiohusika. Marko 10:9 inasema, na basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Stop. Naomba wote mnitazame. Mnakumbuka mwanzoni tuliona kwamba ndoa ni taasisi ambayo imeanzishwa na nani? Na Mungu. Na tukaona kwamba hii taasisi kwa sababu imeanzishwa na Mungu, shetani anaishambulia kuiharibu kwa sababu ana hasira na Mungu. Sasa wanandoa wote mlioko hapa, kuna migogoro ya ndoa ya kawaida ambayo inatokana na ile hali ya kawaida ya kisaikolojia, lakini kuna migogoro ya ndoa ambayo inatokana na nguvu za giza kiroho. Kwa lazima ujue kwamba huu mgogoro asili yake ni saikolojia au asili yake ni kiroho. Ukishindwa kujua vyanzo, utakuwa unashughulikia mgogoro kwa staili ambayo sio. Lakini ujue kwamba shetani atatumia mbinu yoyote anayoweza, iwe ya kisaikolojia, iwe ya kiroho, ili kushambulia taasisi ya ndoa. Zote atazitumia. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe na macho ya kiroho ili kujua unatumia suluhisho gani katika mgogoro ulioko hapa. Ni kawaida kwa wanandoa kupishana mawazo. Ukiyaona haya usishangae. Kama hampishani mawazo, kuna mmoja ni zezeta ambaye anaburuzwa tu. Piga picha una mke ndani au mume ambaye kila kitu unachosema ni ndio mzee. Tuishi kwa kula makande wiki nzima, sawa baba. Awamu hii ni nyama mwezi mzima, sawa. Hakuchangamshi akili hata uwaze habari ya kununua kiwanja ujenge. Hapana, sio mpango wa Mungu. Hizi naongea na vijana kidogo sasa hivi, nabadilisha kabendi kidogo. Wakati ule wa uchumba, mkichumbiana, mnachumbiana wakati ule, inategemea mnatumia staili gani.
mnaongozwa na homoni zaidi kuliko akili. Ndio maana mnaweza mkachati mpaka usiku wa manane na usingizi hauji, kwa sababu wakati ule homoni ya usingizi inazimwa na homoni nyingine ya kuunganishwa. Kwa hiyo mnaishia tu bye bye, tulale tulale. Sasa mbona hulali? Na wewe mbona hulali? Wanaume kwa asili ni wawindaji, they are hunters. Wawindaji, huwezi kumwona simba akiwinda anapiga kelele, huwa anatulia. Nenda ukamwangalie chita wakati anawinda, kuna saa anaweza akaenda mbele ukafikiri anaenda huko haendi, baadaye anarudi. Kwa hiyo ni wawindaji kwa asili, hivyo ndivyo walivyo. Ni wawindaji. Akiwinda, akishapata kitoweo usimtarajie awinde. Ielewe hiyo vizuri. Kwa hiyo vile vichipsi unavyopewa ni chambo. Sasa hii wakati mnachumbiana hapa, homoni zinawaongoza mkaingia kwenye ndoa. Nimwambieni kuna uongo mwingi mnadanganyana hapo. Uko mwingi sana wa kutosha kabisa. Zile message kama ukizitunza mpaka leo ukiziangalia utajua tu kuna hapa nilifungwa kamba. Sili mpaka ni salimiane na wewe. Uongo. Ingia kwenye ndoa ndio utaelewa. Kuna saa ndume inaweza ikapiga kazi mpaka saa 12 ndio inakumbuka. Zama zile mlikuwa mnaulizana, umekula leo mchana? Yuko vizuri kabisa. Anauliza mpaka nimekula mchana. Ingia kwenye ndoa, muwindaji amepata kitoweo. Mmoja anasema, mbona mwanaume huyu haniambii kwamba ananipenda? Ni kweli wanawake kwa asili wana tabia ya kusahau kwamba wanapendwa, kwa sababu wao wanaenda kwa hisia, ndivyo walivyoumbwa hivyo. Kwa hiyo yale maneno anapoambiwa ndio anakumbuka. Kwa hiyo kuna saa anasahau kabisa. Mwanaume nao ukimwambia, mbona mke wako anasema kwamba wewe humwambii kwamba unampenda? Mwanaume anauliza, nimpendeje? Kitendo cha kuishi naye ni kwamba anafanya nini? Anatabu gani hapo? Ukiona kwenye ndoa yako kuna saa mnapambana kweli kweli, jua mko wakati wa kupanda. Huwa watu wanapanda kwa machozi, wanavuna kwa kelele za nini? Za shangwe kabisa. Kwa kuna saa ni wakati wa kupanda, mnapitia crisis, changamoto. Kuna saa mpaka inafikia kiwango mnaingia ndani hapo, hakuna anayemuongelesha mwenzake. Alafu Mungu alivyo waajabu akaumba ndoa, ndio sehemu pekee ambayo mliokosana mnalala kitanda kimoja. Mko hapo na kuna saa inabidi muombe. Na mimi nawaambieni wanandoa wote, migogoro yenu msimnyime Mungu haki yake ya ibada. Mmekosana, njoo tuombe. Siji. Ulitibuana na Mungu, njoo kwenye maombi, omba. Hii ni cycle ya kawaida. Ukielewa haitakupa msongo. Unasema mavuno ni lini? Wote wanandoa kwenye hii crisis mnaopambana hapa, kuna changamoto zimetokea, mnapambana. Kila mmoja anamsoma mwenzake wakati wa changamoto, anavyovumilia. Na kuna wakati utafika hapo kwenye kuvuna. Moyo wako kama una akili timamu, utakuta moyo tu unakuambia, lakini ile crisis mwenzangu alinivumilia. Haleluya. Unaitazama sema, lakini pale hapana, nina mtu shupavu hapa. Yaani kama wewe ni mwanandoa na hujui kujikagua ukajua madhaifu yako, una ugonjwa wa akili. Watu wa namna hii anapohitaji mtu kwenye maisha yake ni wazuri, achana na psychopath nilioongelea jana, ni wazuri kabisa kujionyesha kwamba wako vizuri kabisa, lakini siku zote ni watu ambao wanatanguliza maslahi yao kwanza katika chochote. Kwenye uchumba utamjuaje? Utamjua mtu mwenye narcissistic personality disorder. Siku zote mkitoka out, mkienda popote, yeye hawezi kulipa kitu chochote, utalipa wewe. Kila siku amesahau pochi, kila siku password amesahau ya simu. Hakuna siku anaweza kuambia kwamba msilipe bili leo, nitalipa mimi.
atawashawishi mtaenda sehemu mtakula, ile saa ya malipo tu ikifika, anakuuliza una buku ya karibu hapo? Kwenye ndoa utawajuaje wanapoingia kwenye ndoa? Ni jambo ambalo kwenye psychology wanaamini ya kwamba hii tabia haibadiliki. Mimi ninaamini Mungu anatenda miujiza, na ukiona narcissistic amebadilika ni muujiza. Hakuna kansela anayeweza kumbadilisha. Namba moja, hawakubali kwamba wana matatizo. Utampeleka kwa kansela yupi? Twende tukashauriwe, kwani mimi nina shida? Utawajuaje? Kosa ni la kwake, amekukosea kabisa, mwambie amekukosea, litageuzwa ni la kwako. Msinungunike, tulieni. Yaani utapambana, atakusikiliza. Baadaye mwisho anakuambia una akili wewe? Kwanza anakuterify, unaanza kujiassess, ubongo wangu uko sawa kweli? Ukishaanza kuwa na mashaka, ndipo anakushindilia sasa. Mwisho ukitaka narcissistic kimalizane naye, kosa la kwake, ila umuombe msamaha wewe, mwambie yameisha. Wao siku zote wako juu, wanapenda tabia ya kuambia wana akili sana. Kwa hiyo kuna siku anaweza akakwambia kabisa, una bahati umeolewa na mimi. Mwisho unaanza kujichunguza, hivi mimi nilikuwa wa kuachwa?